Tatu, wote tuliokuja tunajua tunakuja kumsindikiza mwenzetu, ndugu yetu wamsamehe pale alipoteleza, na pale ambapo afajajaa Mwenyezi Mungu amjazie nuru katika kaburi yake. Kwa hiyo tutakuwa na ratiba na mambo ya kuyatenda kwa kadiri nilipojaliwa kuishi naye. Sadiki anajua yeye alikuwa ni sehemu ya watu wanaompenda Mtume Muhammad, na hata watu walikuwa wakifikwa na shughuli za maulid walikuwa wakimfuata, na hata mimi ameniongoza baadhi ya maeneo kwa kutumia gharama zake, lengo niende kumzungumza Mtume Muhammad. Kwa hivyo kwa nafasi hii nitawakumbusha umuhimu wa kumpenda Mtume na daraja la kumthamini Mtume Muhammad. Hii kwangu itakuwa ni sadaka kwake katika vile alivyokuwa akivipenda. Ndugu zangu, sisi ni Waislamu, na sisi Waislamu ni wafuasi wazuri wa Mtume Muhammad, na kazi yetu ya kwanza la tupate salama ni kuhakikisha tunamtangaza Mtume Muhammad by all possible means. Kwa hali yoyote lazima tuonyeshe mapenzi na mahaba kwa. Tunaelezwa kad ajma al-ulama fi kulli asrin wa fi kulli masri anna al-buq'ata alladhi dufina fihi jasad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-munawwara huwa al-afdal al-buq'atu fi kauni llahi ta'ala kullihi. Wamekubaliana wanawachuoni katika kila mji na katika kila nyakati ya kwamba pale ambapo alipozikwa Mtume Muhammad katika mji wa Madina ndiyo sehemu bora kuliko sehemu zote alizoziumba Mwenyezi Mungu kwa sababu ya Mtume Muhammad. Na kuna kanuni inasema kullu shay'in yuntasabu bi sayyidina Muhammad fahuwa musharraf. Kitu chochote ambacho utakinasibisha na Mtume Muhammad cha kheri, kitu hicho kinapata daraja kwa sababu ya Mtume Muhammad. Na kuna hadithi inatuambia Mtume Muhammad akieleza mabaini kabri wa mimbari rawdatun min riyadhil janna, mwenye kusali rakaa mbili baina kabri yangu na mimbari yangu ajibashiria kwamba hakusali ardhini, ajue amesali katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Na hiyo ndiyo sababu ilipelekea mama yake Mtume Muhammad kupata daraja mama Amina. Wanasema ashraf butunil ummahati, tumbo la mama Amina ndiyo tumbo bora kuliko matumbo ya wanawake wote, kwa sababu ndani ya tumbo lake alilala Nabii Muhammad. Kwa ni mapenzi ya hali ya juu. Nashindwa nizungumze nini, lakini kwa sababu wakati ni mdogo na dakika zetu ni chache, itoshe kwamba tuko hapa tumswalie sana Mtume. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rehma mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo limetukusanya alhabib kidogo sauti kidogo, ni jambo kubwa mkuta katika da'wa, na kuna baadhi ya vitu tulijifunza kupitia yeye. Tukimzungumza Chifu Msopa, historia yake ndiyo mtu wa kwanza sisi watu wa debate kutupeleka Diamond. Yeye ndo mtu wa kwanza.
akishirikiana na kakaangu Mwaipopo. Wakati huo hajakuwa Sharifu Majini, wakati huo anaitwa Muhadhiri Chifu Hussein Muhammad Msopa. Mimi katika maisha yake kuna siku tuliwahi kutaniana, akanambia mdogo wangu kuna kitu mimi nilikuwa sijitambui. Nikamwambia nini kaka? Nimechelewa kujifahamu kuwa mimi ni Sharifu. Lakini utani hatukuwa katika hakika. Kwa hiyo unatakaje? Akantania, mimi nataka niwe Sharifu Majini. Nikamwambia hakuna usharifu Majini. Nikamwambia mimi ndo nitakuwepo hivyo hivyo. Kwa maana jina hili lilitokea ule utani watu wakalitamka kweli. Unajua unaweza ukafanya kitu kwa utani alafu kikawa kweli. Unaweza kama mimi naita fulani, afu ndio hilo tu likadumu. Kwa sababu usharifu ni sifa. Man sharafa nafsahu fahuwa sharif. Anayejitukuza nafsi yake basi huyo ndio sharifu. Mtu mmoja katika kuzungumzia usharifu alitoka shamba akaja mjini kutafuta sharifu wa kumuombea dua. Wahuni wakamchukua wakampeleka kwa mtu mmoja muhuni sana. Yule mtu muhuni, alafu nguo zake chaf. Wakamwambia Sharifu huyo hapo atakuombea dua, mambo yako yataenda. Yule bwana akasema mbona Sharifu wenyewe yuko hivi? Akamwambia siku zote masharifu ndo wanakuwa wachafu mawaliwa. Akasema mimi nataka kujua nini kitaniridhisha kujua huyu Sharifu. Wakamwambia moja katika miujiza yake, nenda naye airport. Afu kuna kitu kitatokea utaamini kama huyu Sharifu au sio Sharifu. Yule bwana wakachukuana mpaka airport na yule muhuni. Walipofika pale airport tu ile milango ikafanyaje? Ikajifungua nywe. Yule bwana akamwambia basi bwana twende ukaniombee dua. Milango kuona sura yako imefunguka yenyewe. Huyo naye akajiita Sharifu. Lakini Msopa ashaondoka katika maisha ya duniani, hayupo. Hii tunajifunza nini? Acha sababu, chukua neno kuondoka. Sababu mengineyo tu. Tunajifunza kwamba kila mwanadamu anayeishi katika gongo huu wa ardhi, mahma kana, kuna siku atarudi kwa Mola wake. Vyovyote vile. Iwe kwa amani, isiwe kwa amani, itafika siku utarudi kwa Mola wako. Kwa maana hiyo sasa, lazima tutambue uwepo wetu katika dunia nini? Chemaridhia, uwepo wetu nini? Umepunguza siku hizi zile sadaka. Sipunguze. Shekarama, sipunguze. Kwa nini? Mtume alisema ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ndiyo shamba la kuelekea akhira. Shamba manake tunalima, si sote hapa tunalima. Haya mawaiza tumekusanyika, tunamzika mwenzetu, tunapata na sisi fungu ambalo litakwenda kutusaidia huko tunapokwenda. Mjomba wewe ukiondoka saizi umebeba nini cha kwenda nacho? Nini unacho? Nimalizie kwa kusema tujifunze. Mwenzetu katangulia na sisi tuko nyuma, tutakwenda. Na tunapokwenda huko hatuulizwi magari, majumba,
makampuni, biashara, tutaulizwa dini ya Mungu tuliifanyia nini. Baza, umekuja duniani huna kitu. Tunajuana. Ulipokuja duniani ukatafuta vitu, magari, majumba, makampuni, nini. Lakini kuna siku utaondoka huna kitu. Cha ajabu siku ya kiyama Mungu atakuuliza kuhusiana na vitu ulivyovitafuta dunia. Hii tima tunasoma hii kwa kumalizia, ili ikusaidie na wewe ujisaidie. Kama huna ibada, huna miamalati mizuri ya dini, tutasoma, ubwabwa tutakula, na wewe motoni utakwenda. Ili ikusaidie na wewe jisaidie kwanza. Sisemi haramu, msinuku vibaya. Nasema inafaa, lakini haifiki mpaka na wewe mwenyewe uwe sawa. Chukua mfano huu. Nimpe rafiki yangu Sheikh Rambwa. Wewe umesajili line ya simu Tigo, Voda, Dantel, Halotel. Mwanamume wewe toka usajili, hupigi. Hupigiwi. Hutumii hela. Hutumi message, umekaa nayo tu. Baada ya miezi mitatu inafanyaje? Inafanyaje mabwana makubwa? Mwezi wa 3 umefika, Sheikh Yusuf anakumbuka, ngoja nimtilie pesa 100,000 rafiki yangu. Kila akijaribu kutuma pesa, kuna dada anamwambia hiyo line unaojaribu kutuma pesa imefanyaje hiyo? Imefungiwa. Kwa nini haikuwa active? Mjomba, na wewe Uislamu ndo line yako. Mwanamume wewe toka usajili line yako ya Uislamu wewe. Upigi, manake huswali. Utumie hela, utoi sadaka. Umekaa tu na line yako mpaka unakufa. Tunachukua hitima hapa, tunamwambia Mungu sababu hizi mpelekee mtu fulani. Mungu anatujibu hiyo line hiyo mnayojaribu kutuma thawabu imefanyaje hiyo? Tufanye active line zetu ili mzigo uingie. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdihi min sifatihi satir rahim. Salatu wassalamu ala habibina wa habibana wal qail kafa bil maut wa ridha. Amma ba'd. Zangu, ama mimi nimepewa dakika 3 tu. Lakini kweli kabisa huu si uwanja wa da'wa, ila kwa sababu aliyekufa ni dai, basi watu ufa na watu wao. Mimi yangu mawili tu. Wakati tuliokuwa nao si wakati salama sana, si wakati mzuri sana. Na pengine tumefikia pahala bado katika mioyo kuna hofu mbalimbali, kwa sababu kila mmoja wetu ana hakika na hatima yake. Na nadhani ndio sababu hata mahudhurio haya kwa namna ni mjuavyo Chifu Msopa pasingetosha pahala hapa. Lakini sisi tuna wasiwasi, waliokuja kutuchunguza nao wana wasiwasi, tena pengine wao wasiwasi kubwa zaidi kuliko sisi. Maana hata sisi hapa hawajui kama tutakurupuka au vipi. Sasa mimi nina ushauri, siamini kama ushauri wangu utafika ninapotaka ufike, ila kwa sababu ndio ushauri, basi wale wanaorekodi wajitahidi kufikisha pahala panapostahili. Mzee Mwinyi mwaka 93 hawa kina Sheikh Mazinge walikamatwa kwa kuvunja bucha ya nyama ya nguruwe. Lakini kwa sababu sote tunafahamu na hakika yao, hawa walikuwa kwenye muhadhara Temeke, Almaridi Kosirote, kina Riko, kina nani, wako Temeke. Wanafanya shughuli ya da'wa. Lakini kuna watu wakubwa katika taifa walikuwa na chuki ya mihadhara, wakaitafutia kila sababu. Kuna mtoto kaenda kununua nyama ya nguruwe badala ya nyama ya ng'ombe kwa kuwa haji kusoma na mtoto mdogo. Muuzaji akampimia nyama, iliyofika nyumbani wakagundua hii sio nyama ya ng'ombe, hii ni nyama ya nguruwe. Mtoto yule akatumwa na wazazi kwenda kurudisha ile nyama. Mwenye bucha ya Mbokomu
akamwambia tumeshauza, hatuwezi kurudisha. Jambo lile likaenea kwa Waislamu. Waislamu wakatoka sehemu mbalimbali, wakaenda Manzese, wakavunja bucha ya nyama ya nguruwe, wakafanya wale yafanya. Lakini kwa sababu target ilikuwa ni watu wa mihadhara, askari walikwenda kuwakamata kina Mazinge, wakawapa kesi ya kuvunja bucha za nguruwe. Lakini kwa sababu Rais Mwinyi alikuwa ni kiongozi mwenye hekima, wakati ule waziri wa mambo ya ndani Bwana Agostino Ryatonga Mrema alimtisha na kumdanganya rais, akasema hawa watu wamevunja bucha za nguruwe na wanajipanga kwenda kutia sumu kwenye kiwanda cha pombe na maneno kadha wa kadha, mpaka kontena la Jamvia limekamatwa. Eti dunia hii watu bado wanapigana na majamvia. Lakini mzee Mwinyi naye kama rais, lakini pia binadamu, akahamanika, akasema washughulikiwe, anayekula chura na ale, anayekula nini ale. Nadhani nakumbuka wote wale ambao kidogo wana umri kama wangu. Mwisho wa siku mzee Mwinyi kuna kitu aligundua, kwamba waliomzunguka walio wengi hawamwambii taarifa za kweli. Akaanzisha utaratibu, kila Ijumaa anakutana na watu Lumumba. Mzee Mwinyi ule ulikuwa ni mkakati wake, kwa sababu waliomzunguka baadhi yao walikuwa ndio wasaliti wake. Kwa mfano huu nilotoa hapa, na kupitia hilo aligundua kwamba kina Mazinge hawajavunja bucha za nyama ya nguruwe, pamoja na kwamba alihukumiwa akawaachia. Maana yake ukiwa kiongozi usitosheke na maneno ya washauri wako rasmi, tafuta namna nyingine ya kupata taarifa. Ikitokea unaowategemea kuletea taarifa ndio wana malengo mabaya na wewe, watakuficha ya kweli, watakuletea taarifa za uongo, utaangamiza taifa. Amani ni jukumu letu, ni haki yetu, lakini hakuna msingi mkuu wa amani. Hiyo ni Qur'ani. Nenda kokote, achaneni na hao mashehe machawa wanaodanganya kupotosha tafsiri za Qur'ani. Amani yoyote msingi wake ni haki. Mungu kaleta amani duniani kwa sababu mwenyewe ni haki. Neno haki ndio jina lake. Ata kullu bi haqi haqa, akakipa kila kitu haki yake. Na misingi kwa viongozi, we wa mkoa, wa wilaya, wa nini, tendeni haki. Mkiendelea kutumia mabavu, chuki na kudanganya kwa sababu tu muonekane watendakazi wazuri, mtaliangamiza taifa. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu, tupo hapa kwa ajili ya mazishi ya ndugu yetu Sheikh Sharif Majini. Kwanza tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe makosa yake, lakini kadhalika amefikiwa na umauti. Na neno mauti ukilitazama ni neno lina harfi tatu, una mimu au una te. Lakini katika neno hili ukiwatazama watu wa lugha, wao wanakuambia kuna vitu vinavyoitwa ikhtisaru hikayatil murakkab, kwa maana linaweza likaja neno lakini limefupisha tu, au limebeba maana ndefu sana, likabeba mazingatio makubwa sana ambayo yanahitaji watu wazingatie hayo mazingatio. Harufi ya kwanza ni mim. Maana yake majiuka minallahi wa marjiuka ilaihi, kwa maana ujio wako wewe ulipokuja kutoka huko ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipokutoa kukuleta katika ardhi hii,
lakini kadhalika ufahamu ndio harfi hiyo hiyo inakueleza marji'uka ilaihi, marejeo yako kurejea kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni harful mim, maana ikhtisaru hikayati almurakkab, yani kupunguza mpandano wa maneno. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala katika neno mauti litakiwa tuambie yani maji'uka min Allahi wa marji'uka ilaihi, lakini likatumiwa neno maut kwa maana mimu ikawa inawakilisha yale maisha yako wewe kuja kwako hapa duniani, lakini kadhalika na kuishi kwako katika ardhi hii, na kisha kurejea kwako kwa Mola wako ambaye si mwingine bali ni yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni tanbihi ya kwamba kaondoka yeye, inawezekana anayefuatia nikawa mimi au wewe uliokaa hapo. Sasa tunafanya nini? Tunajiandaa vipi kuelekea kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kwa sababu maji'u na marji ipo, kwa sababu neno mauti lipo ambalo limedhamini haya maneno yakiwa chini ya harfi moja ambayo ni mimi. Lakini kuna neno wao, kwa maana waktu maji'ika wa waktu marji'ika. Je, huu wakati wa kuja kwako wewe hapa duniani umekuja kwa malengo gani, na utaishi hapa duniani ukiwa chini ya kuyatekeleza malengo gani? Lakini na wakati wa kurejea kwako unarejea katika hali ya aina gani? Lakini katika harfi ya mwisho ni te, ambayo inaonyesha yale ambayo yanayotakiwa kuyafanya ni nini? Ni taubatuka ila Allah, ni toba yako ya kurejea kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo jambo la msingi tutafakari kwa kina sana. Ndugu yetu ameondoka, baada yake yeye inawezekana nikawa mimi au kawa wewe. Sasa unajiandaa kwa lipi? Man lam yamut bisayfi mata bighairihi, taaddadat alasbabu wal maut wahid. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Zangu nimepewa dakika 3 nizikie. Nishukuru Mwenyezi Mungu. Mimi Msopa ni ndugu yangu, ni rafiki yangu. Press yetu ya mwisho na Msopa tulifanya ofisini kwangu. Alizungumza masuala mazuri sana kuhusu amani. Mimi nilisafiri siku ya kupiga kula, sikuwa hapa, nimefika leo. Msopa alinipigia simu saa 2 kasoro. Akaniambia ese hali mbaya sana Dar es Salaam, kifuani na tumboni. Nikamwambia kapigwa risasi kweli? Akasema ndio. Nikamwambia kinachoendelea ni nini? Akaniambia tunampeleka hospitali na hivi tunakwenda hospitali ya Sinza. Tumekosa usafiri, tumechukua bodaboda, lakini hali yake si mbaya. Baada ya hapo yule aliyekuwa kilipoti kubwa zaidi ilikuwa kama usanii fulani vile. Tukimfuatilia bwana hali yake ikoje, anasema hali yake nzuri, hali yake nzuri, hali yake nzuri. Na akanambia kwamba mufti ameshaongea na daktari wake Mwimbili. Lakini kuna maneno akanidokeza, nikaona mtu ni muongo. Siku ya pili akanambia hali yake imebadilika, lakini sisemi kitu, mimi atakuja atangaze mufti. Nikamuuliza atangaze nini mufti? Baadaye nilivyoona analeta ujanja, nikampigia mke wake marehemu Msopa. Akaniambia ni kweli kapigwa risasi 2 na kipande cha risasi kipo nyumbani, na alikuwa nje ya nyumba amekaa kwenye bench. Lakini amekwenda Muhimbili, hawataki madaktari hata kumuona. Lakini kubwa niseme tu kwamba Msopa amefariki. Kweli ni kadari kifo, lakini Mungu katupa maarifa. Fika sehemu tu ya kweli. Msopa hakutibiwa. Hakutibiwa. Lakini mimi binafsi nimeumia sana, nimeguswa. Msopa ni ndugu yangu. Tulikuwa tukitofautiana naye wiki moja, ya pili tunakutana. Ni ndugu yangu, ni rafiki yangu, tulikuwa watu watatu nao bwana Sadiki. Mambo mengi tumeyafanya, lakini sina leo cha kusema. Naomba
والسلام على رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. Ndugu Waislamu, napata huzuni kubwa sana kwa sababu kama alivyosema ndugu yangu Mwaipopo, mimi nilivyoamka asubuhi na njanja zangu nikampigia marehemu. Maka sisi tuko kama wane hivi. Niko mimi, marehemu Msopa, Karama na Maridhia. Huwa tunaita we mtoto. Na nikamwambia we mtoto, akasema vipi? Alhamdulillah, nimshukuru Allah. Vipi umeenda kupiga kura? Nikamwambia mimi nipo ndani. Wallahi wa billahi, akanambia shehe usitoke nje. Nikamwambia mimi na siku 2 niko ndani, sitoki. Wallahi kupita muda nikapata taarifa kama aliyosema shehe. Mwenyezi Mungu amemkadiria, tusubiri na sisi kukadiriwa. Msopa marehemu ameanza kuhubiri kijana. Alikuwepo marehemu Msopa, marehemu Maridhia, Sharifu Maridhia kashtuka, umemwona huyo? Na mimi nimesema kusudi nikuone. Fanya mchezo wewe. Vijana hao wameanza bado wadogo kabisa. Alafu angalia Allah alivyokuwa fundi, toka walivyokuwa wadogo wakawa wanapendana wao, wakati mwingine na babu yao. Kwa hiyo hakuna mtu aliyeumia zaidi yangu mimi, hakuna. Na nyinyi vijana, nyinyi wenye hela zenu na sisi tusiyekuwa na hela tuko kwenye listi. Sasa inategemea nani anaanza. Kama alivyosema Sheikh Shafi, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La mwisho ni kumfanyia dua kijana wetu. Mwenyezi Mungu leo siku atakapoingia kaburini, kaburi lake Mwenyezi Mungu alifanye ni katika viwanja vya peponi. Vile vile nitasahau, nitakuwa mwizi wa fadhila kama sikumka mkono ndugu yangu Kondo huyu hapa. Alitoa historia yangu ya kufungwa jela. Lakini mimi bado nipo. Kuna vijana wanakuja maskini wanaendesha magari makubwa. Mimi nimekuja kwa mguu, nimechukua bodaboda hapo ili nije nimzike. Sikati tamaa na dini ya Allah. Vijana nataka nikutieni moyo wote, nyinyi wahadhiri nyie. Kazi hii kwanza msiache, kwa sababu nusura nyingi tunapata kwa kumtaja Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi ndio tunapata nusura. Kwa hiyo tushirikiane katika kuitangaza dini ya Allah, tukishirikiana na hao Waislamu wote hawa. Kikubwa tumepata hapa duniani na kikubwa zaidi tupate akhera. Nilimpigia Maridhia, nilivyomwambia bwana ndugu yetu inna lillahi wa inna, hakuamini. Uongo Maridhia? Hakuamini. Safari ndio inavyokuwa. Safari haisubiri mpaka umwe. Sijui ukae Muhimbili sana. Kwanza inategemea mapigo ya moyo yanakwenda vizuri, damu inazunguka vizuri mwilini. Ikifeli na wewe umefeli. Kikubwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ampe kikubwa ndugu yetu Msopa katika kaburi lake. Na nataka nikuombeeni vijana wangu nyie, tusiache kumkumbuka katika ibada, kumwombea dua kijana huyo. Mwenyezi Mungu ajalie kaburi lake na sisi sote tuliobaki hapa Allah atupe mwisho uliokuwa mwema. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Uombe na wewe dakika zako 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. Ama baad, ndugu zangu katika imani tuliokusanyikana hapa, sote tuko kwenye majonzi makubwa sana. Sote tuko kwenye majonzi makubwa. Msopa alikuwa ni mtu wangu wa karibu sana, na tumefanya naye kazi Mwanza sehemu mbalimbali, na hata hiyo siku imetokezea akapata hiyo ajali kama jana yake, mpaka meseji zake nilikuwa nazisikiliza na voice zake. Tumepanga huyo mtoto Maridhia alikuwa Oman, kwamba akirudi tu tukimaliza mambo ya uchaguzi tumshtukize wala tusimwambie. Lakini tena qadari ya Mwenyezi Mungu kisha pita, imepita. Binadamu anapanga hivi na Mwenyezi Mungu anapanga hivi. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam kiutume aliwahi kumtembelea mgonjwa wake mmoja katika maswahaba, akamkuta yuko katika sakaratil maut. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoingia kiutume, alivyomuona yule mgonjwa, akamwambia kun bihi rafikan ya malakal maut, kuwa mpole, kuwa rahim ewe malakul maut. Huyu ni katika maswahaba wangu walipigana katika vita vya Badri, na watu wa Badri niliwaombea dua. Malakul maut akamwambia tib nafsaka ya Rasulullah, poa nafsi yako ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inni rafiqun likulli mu'min, mimi malakul mauti ni rafiki wa kila mu'min anayemcha Mwenyezi Mungu, na namjua vizuri mimi mtu yoyote anayefanya ibada Mwenyezi Mungu amenipa alama maalum kwamba huyu mcha Mungu na huyu si mcha Mungu. Na ambaye si mcha Mungu huwa namwambia wewe endelea hivi, utakuja kunijua siku ambayo Mwenyezi Mungu amenituma kuja kutoa roho yako, utanijua mimi malakul mauti ni nani. Na Mwenyezi Mungu ameieleza hii habari, anasema wanaziati gharqa wanashitati nashta, na apa kwa malaika wanaowatoa watu waovu roho zao kwa nguvu, kisha na apa kwa malaika wanaowatoa roho zao watu kwa taratibu. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie roho zetu zitolewe taratibu kabisa. Kwa ndugu zangu Waislamu, mauti yanatisha kama alivyosema Ustadh Shafi. Tukielezea habari za mauti, kila mmoja hapa ataondoka, hata pesa atakuwa hatafuti. Mauti ndugu zangu yanatisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema hakika yale mauti mnayoyakimbia fa innahu mulaqikum, bila shaka yatakutana nanyi. Wewe kwepa utakavokwepa, uwe nani, uwe juu, uwe wapi, lakini akisha tuma malakul maut, wallahi anakujua hata kama uko katika gorofa ya 50 juu na umezungukwa na mabodyguard na kila kitu, lakini akifika anachukua roho yako, hakuna yeyote anayekuona. Huyu ndio malakul maut. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tujitahidi sana katika ibada, na kila ibada tunavyoswali, tunavyomuomba Mwenyezi Mungu, tujaribu sana tusiache kumuombea ndugu yetu Sharif Majini. Kafanya kazi kubwa sana katika hii dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi ndiye ninayemjua vizuri kwa sababu nimesafiri naye sehemu nyingi sana, Omani, Mwanza, wapi. Namjua alikuwa kiipenda sana dini, wala halikuwa hajihusishi kabisa katika siasa. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaongea kwa uchungu. Inshallah tutakuja kuelezana siku nyingine, tukipata muda maalum tutakuja kuelezana kirefu zaidi, kwa sababu bado tuna uchungu na ndugu yetu. Allahumma thabbithu bil qawli thabit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ama baad, ndugu zangu, hatuwezi kuwa na mambo mengi ya kuzungumza kwa sababu vifua vyetu vimejaa upepo kwa huzuni. Aliondoka ni mtu ambaye kwa namna fulani alikuwa kiunganishi baina ya wahadhiri. Mimi namkumbuka zaidi katika nafasi yake
ambayo Mwenyezi Mungu alimjalia japo kwa uchache. Alikuwa rahim sana katika kuwanasua wengine kwenye magumu wanayopitia. Sifa zinaweza kuwa nyingi, lakini nikisema ile ambayo binafsi kwenye maisha yangu imenigusa mara kwa mara, alikuwa mwepesi katika magumu ya wenzake. Ukikwama, kimpigia simu, chief, ba mambo hayako sawa, mwepesi sana. Sasa wema huu utatutesa kwa muda mrefu sana, utatuadhibu kwa muda mrefu sana. Na ukiangalia watu wenye mioyo mfano wa moyo wake, unamtengenezaje mbadala wake kwa haraka hivi? Maana yake kuna magumu tunayapitia kwa yeye kuondoka. Ndugu zangu, safari ni ya hakika. Nikiuliza swali la ufahamu hapa, labda niombe kumpata mtu mmoja tu mwenye umri wa miaka 100 katika tuliohudhuria hapa. Anaweza asipatikane hata mtu mmoja. Nani ana miaka 100 hapa? Jibu hakuna. Allah akupe umri. Baada ya miaka kama 10 na ngapi mzee Matimbo unaweza ukafika huko, lakini bado nimekataa. Lakini Mabibo hii tangu watu wanaanza kuishi miaka 100 bado? Jibu ni mamia ya miaka imepita. Wako wapi watu ambao leo wangekuwa na miaka 105, 110, 120? Maana yake wamekwenda katika tumbo la ardhi. Kwa hivyo wewe mwenye miaka 60 leo, baada ya miaka 40 atakuja mtu hapo atasema mwenye miaka 100 nyoshe mkono. Hakuna atakayenyosha. Ungekuwepo wakati huo ungenyosha, lakini hakuna atakayenyosha. Maana yake na wewe hautokuwepo. Hii tupe majawabu kwamba ni foleni tu. Ametangulia Msopa, nakuja Kinyogoli, nakuja Maridhia, Karama, inawezekana ametangulia Msopa, unayefuata ni Babu Mazinge, nakuja mwingine na mwingine. Maana yake ni safari ambayo tunatakiwa kufanya maandalizi nayo. Kwa hivyo tubakie na huzuni yetu inshallah, na Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi ndugu yetu katika maisha yake mapya. Asalamu alaykum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sisi sote ni Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Ujumbe wangu kwa leo, sote tunajua kilichotukusanya hapa ni nini. Kila mmoja wetu anafahamu. Lakini nitawahusia na kuihusia nafsi yangu, kwa sababu sisi wote ni maiti watarajiwa, na kila mmoja ataondoka na safari yake. Katika sisi kuna watakaoondoka na maradhi, katika sisi kuna watakaoondoka na ajali, katika sisi kuna watakaoondoka kwa njia ambazo Allah amekadiria. Ndugu zangu, tusameheane, tuishi kwa kusafiana mioyo na nafsi, kwa sababu hapa si kwetu. Sote hapa ni wageni. Tusihukumiane, badala yake tushikane na tupendane. Unaweza ukamhukumu mtu kwa dhambi uliomuona nayo anaifanya mchana, lakini hujui labda usiku wake yule mtu katubu kwa muda wake. Labda usiku ambao mchana ulimuona akitenda hilo ovu, yule mtu amekesha kulia na Mola wake akimwomba msamaha. Huwezi kuliona hilo ukamhukumu kwa ile dhambi moja ambayo ulimuona nayo mwaka jana, mwaka juzi. Tusameheane ndugu zangu, tupendane. Kifo kipo na kila mmoja ataondoka. Fatima radhiallahu ta'ala anha, wakati Bilal ibn Rabah anarudi kutoka malaloni alipomlaza Mtume sallallahu alayhi wasallam, akakutana na Fatima binti Rasulillah. Njiani Fatima akilia kwa uchungu anamuuliza, ya Bilal, kaifa wada'tum Rasulallahi tahta al-ardi wa antum kuntum tuqatiluna ma'hu wa tuqatiluna lahu? Mliwezaje nyinyi kumlaza Mtume chini ya udongo, mkamfukia kwa udongo, ikiwa ninyi ndio ambao mlikuwa mkipambana pembeni yake kwa ajili yake? Bilali naye akamjibu kwa uchungu na maumivu akamwambia, ya Fatima,
lau istata'na, lau tungeweza an narfa'ahu ila samai la fa'alna, lau tungeweza kumnyanyua mtume na kumpeleka mbinguni tungefanya, lakin kaifa naf'alu dhalika, lakini tungewezaje kufanya hilo? Walaqad unzila ala abika minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tupendane, tusameheane kwa sababu safari ipo. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum. بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة يا رب. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة. الله لا إله إلا الله. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا.
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sisi wa Allah na sisi tunarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wenzetu wametangulia na sisi tuko nyuma yake tunamfuata, na insha Allah Mwenyezi Mungu atujalie mwisho mwema. Marehemu alikuwa rafiki yetu mkubwa sana. Tumefanya naye kazi za da'wa sehemu nyingi pamoja. Tulianzisha kikundi zamani sana, tuko wadogo. Wakati huo kulikuwa na Al-Malid peke yake. Tukaanzisha kikundi kidogo sana kinaitwa, lile jina nimelisahau kidogo, Al-Bayan. Amiri wetu alikuwa Rajab Salum na mzee wa kikundi hicho alikuwa Mazinge Babu, lakini kipindi hicho alikuwa hajazeka kama sasa hivi. Mwenyezi Mungu ampe husnul khatima, akiondoka aondoke katika mwisho mwema. Babu, tunakuhitaji, lakini pengine Mungu anakuhitaji zaidi. Amin, amin. Chief, umefanya kazi naye za da'wa sehemu nyingi. Mimi nakumbuka tukio moja tu kwa kumalizia, maana mengi yashazungumzwa na msiba umetugusa, ndio maana tumevuka leo asubuhi saa 3 tumeweza kutua hapa za Dar es Salaam na kuweza kuja tumstiri ndugu yetu, alafu mengine yataendelea. Nakumbuka tukio moja, tulikuwa Oman, mimi na yeye na Sheikh Karama. Tumekwenda katika mambo ya tiba, wakati huo tayari kesha kuwa sharifu, lakini bado ile majini ilikuwa haijaja, alikuwa sharifu tu. Tukaenda kule na yeye ndo alikuwa kiongozi wetu. Mimi nilikuwa mwenyeji wao, lakini yeye kiongozi wa msafara. Akaja Mwarabu mmoja anataka kufanyiwa dua. Alikuwa mkubwa wa polisi kule Oman. Basi katika kumfanyia ikabidi yeye achukue kitabu amsomee. Kile kitabu nikakitizama, kilikuwa cha talqin, kama kile babu alionipa anasema nimuuzie vitabu, huyo hapa babu. Sasa kasema talqini na tiba, lakini wacha tuende. Wakati anasoma marehemu akasoma al-ana yaatika al-malakan. Sasa Karama akamwambia, wewe wanajua Kiarabu hawa, wazungumza lugha. Pale pale akabadilisha gia ngani, marehemu koma michadim. Wallahi hilo tukio sitalisahau mpaka naingia kaburini. Wallahi lazim yani. Lakini alifanikiwa yule mtu. Hiyo lugha sijawahi kuisikia.
Majino na lugha nyingi Eko mami Chadima. Wallahi sijai kuisikia, lakini yule mtu alifanikiwa. Sasa kuna vitu saa nyingine unajua wanasiru la asrari wa watu vizito haviko hata katika lugha, lakini unafanikiwa. Mwenyezi Mungu amjalie kaburi lake liwe raudhatu min riyadhil janna. Hilo sitalisahau. Na juzi nilikuwa nazungumza naye. Unajua nimezungumza naye mimi asubuhi, jioni baadaye ndio linatokea lile tukio. Na aliniambia bwana nikupe siri, maana nikwambie marehemu siri alikuwa hana. Ananiambia bwana tunakuvamia, ikimaliza tu uchaguzi tunakuja Zanzibar. Mimi na yule Mwarabu Karama. Lakini kanambia nisikwambie. Na huyu Karama naye alikuwa ashanambia, na yeye kanambia Msopa kanambia yani hao watu wawili siri hawana. Lakini ndugu yangu leo tumekuja kumpeleka katika safari yake ya mwisho. Kesho kutwa sijui tutakuja kwa Saidi Joni au Saidi Joni atakuja kwangu mie kwa shekhe wetu. Leo nimefurahi mashekhe wote wahadhiri, Sheikh Shafi mashallah, na amiri wetu, yani watu wote wako hapa. Mwenyezi Mungu ajalie na mimi nikitangulia Zanzibar mvuke maji na muje kule munizike inshallah. Na kama nitakufa hapa, maana yake aya zimetolewa, wama tadri nafsun madha taksib ghada, ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, ujui wapi utaondoka. Sheikh Sharifu bwana, tuko pamoja na Mwenyezi Mungu atujalie tumzike ndugu yetu kwa salama inshallah. Asalamu alaykum. طرقهم وأيام منازل النسل وخلى القلب يبكي دما وخلى الدم ينهمل. Mwenyekiti wa Jaimat, lakini pia nitambua uwepo wa hadhiri wote waliokuja hapa na wazee wote na mashekhe wote na walimu wote ambao tumekuja hapa, kina baba pamoja na kina mama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hakika mimi si msemaji na sithubutu kusema katika hadhara kubwa kama hii ambayo ina wasemaji wakubwa kiasi hichi, isipokuwa nitawahusia tu wenzangu ambao tuko hapa tuishi katika Uislamu wetu. Huu msiba umetokea, kwa hiyo tujue kwamba inna al-umura tajri bil maqadir. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwambia mtume aseme innal umura tajri bil maqadir. Lakini wanawazuoni wanasema man lam yamut bisayf mata bighairihi. Ta'addadat al-asbab wal maut wahid. Mambo yote yanapita kwa makadiri alivyokadiria Mwenyezi Mungu. Hiyo Uislamu lazima tukubaliana na hivyo. Fikra zisikujie kabisa nyingine zozote, ni makadiri kwisha. Ndivyo Mungu alivyopanga hivi. Ambaye hakubaliana na hilo si Muislamu. Lakini pia asiyekufa kwa upanga atakufa kwa jambo jingine. Umauti ni ule ule mmoja. Kwa hiyo hayo ndio yangu, lakini pia tuna masikitiko makubwa sisi kama watu wa wilaya hii ya Ubungo. Manake Sharifu huyu hakuwa shekhe wa kata, hakuwa mwenyekiti wa kata, hakuwa, lakini alikuwa ni mwanawazuoni tunaoishi naye katika wilaya yetu. Ndio sura ya wilaya yetu hii ilikuwa. Kwa hiyo tuna masikitiko makubwa, lakini hatuna cha kusema ila inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mheshimiwa Shekhe, nikupa maiki hii ili uweze kutuhusia chochote utakachokiona bibi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamdan lillah
الذي قهر العباد بالموت وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، ثم الصلاة بعد والسلام على سيدنا محمد القائل: الموت تحفة المؤمن. أما بعد، إخواني الأفاضل، kwa hakika tumefiliwa, tuko katika msiba mkubwa wa idai al-kabir, mhubiri mkubwa, kijana wetu, rafiki yetu, mpendo wetu, Sharifu Majini al-Maruf Chief Msopa. Msiba wa kuhuzunisha, wa kusikitisha sana, lakini kama alivyosema Asaidu al-Mutanabbi rahimahullah, ambaye amenukuliwa hapa na shekhe wetu wa wilaya Sheikh Maudi al-Kidebe: man lam yamut bisayfi mata bighayrihi taaddadat al-asbab wal maut wahidun. Taarifa za msiba wa Msopa mimi alinijulisha Mheshimiwa Mufti, akaniambia ndugu yako amefariki, ndugu yako amepigwa risasi, amepata tatizo. Na alipopata tu tatizo, jambo la kwanza alilosema, mpigieni Mufti, mpigieni Mufti. Na Mufti akapigiwa simu, akajulishwa juu ya msiba huu, na akanijulisha, na yeye ndiye aliyesaidia ijraati zote za Muhimbili, maana mazingira yaliyokuwepo yalikuwa ni magumu kidogo kupata mwili wowote ule. Lakini hatimaye tumeweza kupata mwili leo na kutolewa na kuoshwa na kadhalika, hatimaye tunaye hapa. Na Mheshimiwa Mufti anatoa salamu za pole za dhati kabisa, kwanza kwa wahadhiri wote, madai wote ambao wanafanya kazi ya kuhubiri li'ilai kalimati al-haqi, ili kunyanyua jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu. Wahadhiri wa Kiislamu mbalimbali ambao Msopa alikuwa ni mwenzao sana, anawapa pole sana, lakini pia anawapa pole familia ya marehemu Chifu Msopa kwa msiba huu mkubwa ambao umewatokea. Mimi Msopa kwangu alikuwa ni kijana wangu, ni rafiki yangu, ni mwenzangu, pamoja na mwenzake Mwaipopo ambaye pia alinipigia simu. Katika kuchanganyikiwa, Mwaipopo aliniambia maneno, akaniambia, Sheikh, hii ni qadari kweli? Ni qadari hii? Alikuwa haamini, yani alikuwa anaona hapana, haiwezekani, si qadari hii. Mimi nikamwambia hapana, hii ni qadar. Alichanganyikiwa kama alivyochanganyikiwa Sayyiduna Umar wakati wa kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiasi kwamba akasema, mwenye kusema Muhammad amekufa basi mimi nitakata kichwa chake. Alichanganyikiwa Umar, lakini Abu Bakr as-Siddiq alimkumbusha kwamba Muhammad ni mtu kama watu wengine. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Umar akaridhia qadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na akakubali kwamba kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa. Nikamwambia Mwaipopo kwamba usishangae, hiyo ni qadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini qadari hiyo imewafika wakubwa zaidi kuliko sisi, wacha Mungu zaidi kuliko sisi. Sayyiduna Umar, khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa pili, aliuawa kwa upanga fi sala msikitini. Sayyiduna Uthman
watu walimuua. Sayyiduna Ali aliuawa, Sayyiduna Hussein wal Hasan waliuawa, na wanazuoni wengine walifikwa na mabalaa na madhara mbalimbali. Sikwambii mimi na wewe ambao ukamilifu wetu Allahu a'lam, Mungu ndo anaujua zaidi. Lakini hii tujifunze kwamba katika mazingira mazito kama haya, kwamba lolote linaweza likatokea na kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inaweza kupita. Na kwa maisha ya Msopa hatusiti kusema kwamba amekufa shahidi. Hatusiti kusema kwamba amekufa shahidi, kwa sababu siku zote maisha yake yalikuwa fi sabilillah, fi sabili ad-da'wa ila Allah, akiwalingania watu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia katika nchi yetu ametusaidia sana katika sala la amani, amepigania sana amani ya nchi, ametetea sana sala la amani katika nchi yetu ya Tanzania. Amefanya kazi kubwa sana, na ndio maana hudhuri hii, uwepo wenu hapa, mnathibitisha kwamba Msopa alifanya kazi kubwa la kuleta utengamano katika nchi, kuleta mahusiano mazuri. Ni kijana ambaye kwa hakika tunastahiki kumuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini aqida ni hii tunayoisema, ndio aqida salima, kwamba kila kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakiendesha kwa kadari yake, kwa irada yake. Likulli ajalin kitab, ni jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, Mwenyezi Mungu tu ndiye anayefisha nafsi wakati wa kufa kwake, kwa kaifia aitakayo yeye, kwa namna aitakayo yeye. Wallati lam tamut fi manamiha, na zile ambazo hazijafa bado anazifisha katika usingizi wake, kifo kidogo. Kwa maana mtu anapolala yu'tabaru kalmayit bihaythu la yasma' wala yubsir, kwa namna ambayo anakuwa hasikii wala haoni. Fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, na anaziacha huru nyingine ziendelee kuishi mpaka ufike muda wake maalum. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun, katika haya yaliyotajwa kuna dalili tosha za kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa ufufuo kwa watu wenye kutafakar, kwamba tunapolala ni mfano hai, kana kwamba tumekufa, na tunapoamka ni mfano hai kama vile tumefufuka. Lakini liqaumi yatafakkarun, kwa watu wenye kutafakar. هذه الآية تدل على أن هناك الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى, kwamba kuna kifo kidogo na pia kuna kifo kikubwa. Ikhwani al-ajilla, kwa hakika kuzungumza katika msiba huu tunapata tabu kutokana na mazingira yaliyopo, na ni msiba ambao umegonga nyoyo za Waislamu wengi juu ya kuondokewa na ndugu yao huyu. Kikubwa tuendelee kumuombea Mungu, tuendelee kumuombea Mungu, lakini pia na sisi tubaki na mazingatio kwamba tusiamini ujana wetu. Hakuna kijana kama Msopa, alikuwa anajua ujana, alikuwa anajipenda, alikuwa ni handsome, akivaa unampenda, alikuwa akijitambua, lakini ameondoka. Idhan la ta'man bi shababik, usiuamini ujana wako ukajiona kwamba kwa namna ulivyo basi wewe umauti utakuchezea mbali. Hapana, usiamini kabisa ujana wako. Tujifunze kwa msiba huu kwamba almautu yati baghtatan walqabru sunduqul amal, wakati wote umauti unaweza ukaja. Kwa hiyo tusijiamini kabisa juu ya ujana wetu, tuendelee kufanya yale ambayo ayapendayo Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuyaridhia. Tujiepushe na makatazo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametukataza. Ili ndio jambo kubwa ambalo tunatakiwa tulifanye.
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. فإن كان محسنا فزل في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ربنا لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران، من يومنا هذا إلى يوم الدين، برحمتك يا رحيم الرحماء ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yetu Sheikh Hussein Muhammad, lakini wachache tumeteuliwa kwa ajili ya kuingia kabrini. Naomba niatamke majina yao ili wajitambue, lakini sio tu kujitambua, wao msafara wao wataingia kwenye gari ya mwili wakiondoka nayo pamoja ili isitokee tofauti. Wa kwanza ni kaka mkubwa wa Sheikh Hussein ambaye anaitwa Mbezi, jitambue kwamba yeye ataongoza kuweka mwili. Lakini wa pili ni kaka pia anaitwa Ali Sopa. Watatu kwa niaba ya wahadhiri wote ataingia Sheikh Salum Marudhia, lakini pia shekhe wetu wa mapenzi makubwa Sheikh Al-Hadi, na yeye atakuwa mmoja wapo katika hao kutokana na mapenzi yake, lakini pia amesimama imara katika kusimamia mazishi haya inshallah. Na wa mwisho kabisa, wenyeji wa hapa watawakilishwa na Sheikh Haruna, yeye ndiye atakayewakilishwa. Sasa hivi ni dua. Baada ya dua, shukrani itakayotolewa na Salum Juma. Baada ya shukrani tunaswalia, tunanyanyuka, tunakwenda inshallah. Sheikh Kidebe. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri naffathati fil 'uqad, ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. اللهم منك يا رب. اللهم منك يا رب. بهذه الساعة الشريفة المباركة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يحمله حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله ولا الحبيب سلام الله لا إله إلا الله محمد وسلام الله لا إله إلا الله ولا الحبيب سلام 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 الله لا إله إلا الله ولا النبي صلاة 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 الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمسلمين والمسلمات 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 ربنا في محض فضلك وجودك وكرمك تقبل منا ما قرأناه من القرآن الكريم وما قدمناه وما كبرناه وما صبحناه وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأوصل ثواب ذلك ومثل ثواب ذلك إلى روح من قصدناه خاصة الشيخ حسين محمد اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة فإن كان محزنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران في يومنا هذا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبحق وبسر وببركة هذه الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Inshallah. Sasa hivi kwanza tunataka tutoe mwili tuswalie. Kabla namuomba kwa shukrani.
Basi ngoja liweke, alafu mimi natoa matangazo ya madeni. Haya, kwa kuwa jeneza limetoka, naomba sasa tuweke nafasi, viti vikae pembeni ili tuweze kukaa kwa ajili ya swala. Lakini nakumbusha, baada ya kuzika Kisutu wote tunatakiwa kurudi hapa kwa ajili ya taratibu nyingine. Unaingia kwenye frame kidogo. Namkabidhi nafsi hii أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الفاتحة. Uisikilize alafu baadaye kufanya kazi kula kiasi. Na taarifa kidogo samani kutoka kusalia taarifa ya jinsi ilivyotoka. Karibu ya mapeo kuongea kidogo. فاعتبروا يا أولي الأبصار. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. خير. الله أكبر. اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آله محمد. الله أكبر. اللهم اغفر له. اللهم لا تحرمنا بها. الله أكبر. اللهم ربنا لا تحرمنا بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنية المغفرة له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وببركة الفاتحة نسألك ألا تعذب هذا الميت واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم ربنا اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران من يومنا هذا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Sio hadi magari yetu. Bismillah. Bwana, inshallah kama tunavyopewa mwongozo, Darweshi alishasema ili tudhibiti maongezi yetu, ndugu yetu mpenzi wa Mtume Muhammad akiwa anawekwa kwenye mwanandani, wote tutabaruku surati Yasin kwa pamoja. Kwa hiyo inshallah Sheikh tupigie Fatiha. Sheikh Al-Hadi. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل لأولي الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حامدون يا صلة على العباد ما يأتي من رسول إلا وحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ما لا يعلمون آية لهم الليل يسر من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجوم القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار كل في فلك يسبحون وآيات لهم أن حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نوركم فلا صريح لهم ولهم يكذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم لا يشاء الله أطعموا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى علم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم لدينا مخضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولا ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم كان حيا ويحق القول على الكافرين ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون من السماء إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون خلقنا لهم من فإذا هو خصم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأ ولم رده بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على مثله بلى وخلقنا عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيد ملكوت كل شيء وإليه ترجعون لا إله إلا الله 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 لا إله صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سلم سيدنا محمد نور البدر الهدى متيا صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجودي متيا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم حبيب سوى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اشفع إلا الله يا محمد يوم القيامة كأنعيم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم على السماء سما محمد جبريل قال له تقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى أصحابه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Tuko katika kumsindikiza mwenzetu almarhum Sheikh Hussein, Mwenyezi Mungu amjalie kaburi lake liwe raudha min riyadhil janna. Amin. Tusemeni amin. Kwa hiyo kwa kipindi hiki ndugu zetu wahadhir ambao wote ni katika kufungamana nao katika kheri, ni katika wapenzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao wako taaban, tuwaombe sie ndugu zao mapacha wa Mtume Muhammadi walipobakia hapa Tarqin tupate kutabaruku sisi. Ustadhi Hassan Nasor, popote ulipo sogea huku tabaruku Tarqin inshallah. Hassan Nasor. وجه ربك ذو الجلال والإكرام إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يا حسين ابن محمد، يا حسين ابن محمد مصوبة، اذكروا العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الموت حق، وأن القبر حق،
وأن المنكر والنكير حق، وأن السؤال حق، وأن الجواب حق، وأن الحساب حق، وأن الحوض حق، وأن القصاص حق، وأن رؤية الله تعالى في الجنة للمؤمنين حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أنك رضيت بالله ربا واحدا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. هذا أول منزل من منازل الآخرة، وآخر منزل من منازل الدنيا الفانية، كما قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم: يكم تارة أخرى. الآن يأتيك الملكان الكريمان المؤكلان المحاسبان، فلا يفزعاك ولا يرهباك ولا يروعاك ولا يهولاك، فإنهما خلق من خلق الله تعالى. فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما إمامك وما دينك وما قبلتك فقجة والحبور والمغفرة على أهل القبور، إنك ملك رب غفور رحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. يلا